kuisha Ramadhani. Anwani ya khutba: kuisha kwa Ramadhani si mwisho wa ibada. Jitihada zetu zote ambazo zimepita katika mwezi mzima, tujalie na tuwashumu kwamba ile ilikuwa ni semina, na Ramadhani tupende ridhili ya kwamba ni chumba cha semina. Mazuri yote tuliyovuna tuje nayo baada ya Ramadhani ya ni sehemu ya maisha yetu. Kwa mwisho tulipigika sana kwa kuacha vitanda vyetu, kwa kuacha familia zetu, kwa kuacha kila kitu chetu. Jitihada zilikuwa kubwa, na mwezi mzima kadhalika jitihada kadhalika zilikuwa kubwa, kuonyesha kwamba ambaye alikuwa hajui swala za usiku zinaswaliwaje, nilikuwa tunaona katika hivi kundi mpaka sasa ukiuliza kila mmoja wetu tayari ni mwalimu kwamba swala za usiku zikoje, zinaswaliwaje, zinatakikwaje. Kwa hiyo kuisha kwa Ramadhani isiwe ni mwisho wa ibada. Kwa nini tunayasema haya? Subhanahu wa ta'ala anasema tatajafa junubuhum an mawaji, mbavu za wale ambao usiku zinaacha vitanda vyao wakasimama kwa ajili ya kumbembeleza Allah, wana natija kubwa. Na sisi kwa nini tunasema haya? Sisi ndio ambao leo tumeharibikiwa na malezi, nukta ya kwanza. Tumeharibikiwa na biashara zetu haziendi, eneo la pili. Tuna mwaka wa 20 vyeo hatujapandishwa makazini, nukta ya tatu. Mashamba yetu hatuvuni, mashamba ni makubwa, kipato ni kidogo. Alafu mengine endelea kujumuisha kwa mujibu wa kila mmoja wetu kwa mujibu wa shida. Ili yote haya kuyafanikisha, thamani kwetu ni kitu kinachoitwa usiku, kile ambacho tulichokifanya katika Ramadhani tuendelee nacho baada ya Ramadhani. Kwa nini? Wa minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila, na katika usiku asujudiwe, aabudiwe Mwenyezi Mungu laylan tawila, kwa kisimamo ambacho ni kirefu sana. Fanya jitihada sana. Kwa nini usiku uzungumzwe? Na nini? Kwa nini usiku ndivyo viwanda vingi vinavyofanya kazi? Kwa nini tufanye ibada usiku? Na sisi tunarudisha tena hilo swali. Kwa nini viwanda vingi vinachakata michakato yake usiku? Kwa maswali basi hayo mawili, kabla hujajibiwa na pia uulizwe. Ukienda kiwanda cha simenti kitazalisha sana usiku. Nenda kwa watengenezao barabara wa China sana usiku. Nenda viwanda vya majumbani vya kutafuta watoto na kuchakata watoto, 20% yao ipe mchana, lakini 80% usiku. Mchana pilika usiku. Lakini waendao usiku kwa mabaya yao, maana pia nyakati hiyo usiku. Madereva wanaotoka eneo moja kwenda jingine, wala magari makubwa, sana safari zao huanza jioni kwa kuuvizia usiku. Wadudu wakali sana usiku. Kwa nini hapa usiku? Kwa kutizama nafasi ya usiku, Subhanahu wa ta'ala anaendelea tena kutuambia wa minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Kutizama usiku tutafuta muda uliokuwa mrefu sana. Lakini upande mwingine pia Subhanahu wa ta'ala akatuambia katika namna nzuri ya usiku, waja wema waliopita kabla ya mcha Mungu wa sasa, wema waliopita kabla ya mcha Mungu katika zama hizi wakubali wakasema yule ni mcha Mungu, wao walikuwa na tabia kanu qalilan min al-layli. Moja ya tabia yao, wao walikuwa wanatumia sana usiku. Hawatumii usiku katika kufungua majumba ya watu kwa kuiba, na hawatumii usiku kuvunja majumba ya watu kwenda kuroga na kadhalika. Wanatumia usiku katika kusemezana na Allah Subhanahu wa ta'ala. Hapo katika usiku kuna nini hapo? Kwa hiyo kutizama usiku ni watu wasema kuisha kwa Ramadhani isiwe ndio mwisho wa zile ibada za usiku na ibada zingine zilizokuwa za usiku. Yale tuliyopata katika Ramadhani tuishi nayo hivyo. Ulikuwa unajichunga kutokuwa muongo, ndio hivyo. Ulikuwa unafanya wingi wa ibada, ndio hivyo. Lakini Subhanahu wa ta'ala akaendelea kutuambia wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal layli, katika usiku. Sisi bado hapa panuka yetu usiku.
Mchana tunaona pilika zetu na kwenda mpaka wakati mwingine nguvu za mwili zinaisha, lakini tunasema napambania tonge la watoto wangu, pambania pia tonge la akhera yako. Kwa hiyo katika usiku pia jitihada ziendelee. Kwa nini? Wa min al-layli fatahajjad bihi, katika usiku fanya jitihada ya kweli. Kwa nini tufanye jitihada katika usiku? Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, wala legumba takupa kisimamo chenye hadhira, hadhi na heshima kubwa. Mwisho wa siku ambayo baba, mama, mtoto, mali, siraha yako nayo haitokuwa na msaada wowote kwako. Kisimamo cha usiku itakuwa ndio sehemu yetu ya sisi msaada. Kwa minallah fatahajjad bihi, fanya jitihada kwa hiyo usiku. Kwa nini tufanye jitihada? Anasema hiyo jitihada nafilatan lak, kwako ni ziada tu. Huo usiku uliopewa kwako ni ziada. Cha ziada siku zote wanasema ni kusema tumie vizuri. Kiambiwa hii 2000, hii nauli, hii 2000 eka akiba, kwa sababu vyombo vya moto hivyo haviaminiki. Safari, hatua, jua unakotoka, usijua unakokwenda. Hicho ulichopewa eka akiba, hapo katikati kwaweza kuzaliwa lolote. Sasa ikiwa nafilatan lak ni ziada tu kwa nini? Swali, wangapi walipata usiku hawakuamka asubuhi? Wangapi walipata asubuhi na hawakufika jioni? Lakini swali jingine, wangapi walifika usiku wakiwa ni wazima wa afya na usiku hali zao zimebadilika, wamepelekwa ICU, hawajitambui? Tunaonyesha ni kusema jitihada ziendelee, ili mradi tuendelee kufanya kama nilivyofanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kifungu kingine mama Aisha radhiyallahu anha qalat, asema kana nabii sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa tabia yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unajua leo kila ukifanya jambo unatakiwa kuwa na kiigwa chako. Mwingine anakuambia hivi unalofanya nani wewe kiigizo chako, na leo kila ukifanya hiko dalili gani? Sisi tunasisitizana kudumisha usiku kwa dalili yake Mtume ambaye Aisha anaisimulia. Anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa tabia yake Mtume, rehma na amani zimfikie juu yake, yaqumu min al-layl. Moja tabia alionayo Mtume alikuwa anapenda kuodoesha usiku, kusimama kwa muda mrefu katika ibada. Hata kama Aisha anasema mpaka yatafakkara qadamahu, mpaka miguu yake Mtume anamfikishia kuvimba kwa kile kisimamo kilichokuwa kirefu. Fakultu, Aisha anasema nikasema katika nafsi ya kwangu kumsemeza Mtume, nafsi ya kwangu miongoni mwa neno anasema la kumsemeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, alisemezana na nafsi ya kwake mpaka akanyanyua sauti kumuuliza Mtume, ya Rasulullah, lima tasna'u hadha? Hivi swali na kuuliza Mtume wa Mungu, wewe baba za watoto zangu, lima tasna'u hadha, kwa nini unayafanya haya? Ilhali wewe ni Mtume wa Mungu, wewe kadha, wewe kadha, wewe umesamehewa Qur'ani na kuthibitisha liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dhambi zako zimesamehewa zijazo na zile zilizopita huna dhambi. Ya kazi gani mpaka ulipe shida kuacha kulala na simama kwa kisimamo kirefu? Hata yatafakkara qadamahu, mpaka miguu yako nafikia wakati na mimi shida nini? Al-Qasim yaqul, Bwana Mtume akasema maneno haya kujibu mke wake, lakini pia ndo anatudharsisha na sisi umma. Akamwambia Aisha, nakubali mimi ni Mtume wa Mungu, hilo sikatai, lakini endelea tena kukubali mimi ni baba wa watoto 7, alhamdulillah, subhana min kirim. Ama mie nimepewa ukisema la ilaha illa Allah, kilima cha mbele Muhammadur Rasulullah, haya yote nakubali, sikupingi. Lakini kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anauliza naye, afala akunu abdan shakura, basi nisiwe mja mwenye kumshukuru Mungu? Majibu tosha kwa mwenye akili. Ukipata watoto, simama usiku mshukuru Mungu, kuna wenzi wako wamekosa watoto. Afala akunu abdan shakura, ukiwa na afya njema, hauoni hata ukiuma sekunde chache ukimeza panada umepona. Wallahi tia akili, mshukuru Mungu, simama usiku.
kuna wenzio wako ICU mwezi wa 5, ajulikani haya wamekufa. Afala akunu abadan shakura, kuwa mwenye shukrani. Hivyo nisiwe mje mwenye kushukuru, na wewe shukuru maadamu Mwenyezi Mungu amekupa kibanda cha kuweza kustirika na watoto wako. Hakuna leo wanaotimuliwa majumbani tena kwa fedheha. Afala akunu abadan shakura, ndio wewe ambaye una kijigenge chako unapata 200 ya kutumizana wewe na watoto wako. Hivi huoni mwenzio anapopita anaomba huko akiimbwa na kurushwa katika mitandao? Afala akunu abadan shakura, ndio wewe leo timamu wa viungo vyote. Huoni mtu mwingine mwenye matatizo ya macho, masikio, ama miguu, ama mikono? Kusimama usiku ni sehemu ya shukrani, sisi kumshukuru aliyotufinyanga bila la ilaha illa Allah. Sasa Bwana Mtunga na mjibu mke wake kwa kumwambia afala akunu abadan shakura, vipi nisiwe mja mwenye kushukuru? Kuonyesha kwamba ibada za usiku ni sehemu ya shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Hudhaifa bin al-Yaman anatuambia maneno katika maneno mazuri sana kuhusiana na eneo la usiku, kuhusiana na ibada ambazo sisi tunatakikana kuzifanya kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almustami'un alkiram, niusie nafsi ya kwangu na kwa kusimama sana usiku kuna impact nzuri, kwa sababu tunajulishwa na kiongozi wa umma ni mwalimu mzuri sana kuliko walimu wote unaofahamu. Ndio specialist wa issue zote katika dunia kuliko specialist yote. Anatuambia maneno inna fil layli lasaa, hakika desturi ya mambo ilivyo katika usiku Mungu ametenga lisaa moja. Masaa kawaida kwa siku anasema yao 24 hours. Kwa siku Mungu ametenga ndani ya usiku lisaa moja. La yuwafiqu abda muslima, haachi mja muislamu katika hilo lisaa yasalullah shay'an min hawaiji dunya wal akhirah, ima na mikono yako na muomba Mungu katika yako ya kidunia au ya kiakhira, illa a'tahu Allahu iyyahu. Kwa usiku ule unaadhimisha Mungu atakupa lilo unaloliomba maadamu ni kheri na wewe. Kwa sababu tunasisitizana kwa hali tulizonazo, kila mmoja wetu anajua mambo yake yakoje. Ndio hivyo, kama nilikuwa tunasimuliana hapa, basi kila mmoja angemkimbia mwezi wake kwamba afadhalia wewe kuliko mimi. Katika huu usiku Mungu anasema lisani metenga ni hali ambazo kila siku kuchaji, lakini anasema unapofika manani ya usiku Mungu hushusha malaika upiga minada katika minada yake, ya bani Adam, ya watoto wa Adam, ala man yastaghfir fa yaghfir lah, yuko mwenye kutaka msamaha asamehewe. Bahati mbaya sisi tunajibu kwa kukoroma kama gari kwa katika mlima. Maswali yanaendelea, yuko mwenye kuhitaji riziki ili apewe. Ndio hizo riziki zetu ambazo leo tunahangaika na kasa, tunakwenda mpaka Kawe, unarudi kilichokipata Mungu mwenye shahidi. Nyinyi watoto wa Adam, yuko mwenye wagonjwa tumponyee wagonjwa wake. Bahati mbaya umeshindwa kuutumia usiku. Lakini usiku unautumia kwa namna nyingine. Unaendesha madaradara ya kuanga, leo kuna madaradara yote ya kuanga. Manake ile barabara maarufu, kila barabara ni ya kwa wapi yako, Ubungo yako, barabara zote ni za kwa. Basi adhimisha usiku. Mtume anasema ijapokuwa umebana umechoka, swali usiku hata kwa rakaa moja ile witr, usali sunna witr rak'atul wahid, ile moja iadhimishe, itakupa natija bora mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atupe masikio na ndio kupokea ili mradi tuweze kuendeleza zile ibada zetu baada ya Ramadhani, kwamba imekwisha, jitihada ziendelee mpaka mwisho wa umri wetu. Allah tabaraka wa ta'ala yakul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun, bismillahir rahmanir rahim, wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila, ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجرة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما يقول نفسي أقوام نسين ومجموعة ونفسي hizi wasia kwetu sote. Allah tujalie kuyafanya yaliyo mazuri na kuyaacha yaliyo mabaya. Ama nukta yetu ya pili, bado tubebe kauli ambayo Hudhaifa bin al-Yaman anasimulia moja na tukio ambalo limemkuta nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini tunataja eneo la Hudhaifa bin al-Yaman? Kuna watu ambao ilikuwa tunawaona katika Ramadhani namna ambavyo viwemo jitihada kama ya kiatu walivyofunga kuhusu ibada, wema ambao walikuwa wanafanya katika mitaa maeneo mbalimbali, kusafisha misikiti bila ya kutumwa, bila imamu kusema, kufuturisha watu, kukaribisha watu. Mama zetu ambao ni wapenzi wa baadhi yao ya maovu, tuliona namna ambavyo furashi zao zinazopelekwa repla kwenda kufuta kuleva Harmonize akata na kumwagiza mtoto wake, mwambie afute vyote visivyo maana, mwambie niwekee Qur'ani mawaidha. Kwa nini? Aliheshimu kwamba Ramadhani ni wasia. Tuliona namna ambavyo anapomwagiza mume wangu mtafutie hijabu nzuri zenye stara kwa sababu mwezi mtukufu unakuja. Lakini pia tulikuona baba, jitihada zako. Ami yangu niambie, nafsi ya kwangu na ya kwako na sisi sote tusiogope Ramadhani, tumuogope mwenye Ramadhani. Leo utaiogopa Ramadhani imeshaondoka, ama mwenye Ramadhani bado tuko naye. Sasa nini? Wako watu walifanya ibada kwa sababu ya Ramadhani. After Ramadhani kuna watu leo wako likizo, wanasema nishapigika sana, nishafunga sana, nishaswali sana, nishatoa sana vya kwangu katika ulimwengu. Mimi nishakesha sana, kumilote leo nimepigika, hakuna hata siku moja iliyopita. Sasa niko sasa kidogo nitachukua likizo kama miezi miwili mitatu. Wakati majaji kuhusu likizo, nikumbushe tena nafsi ya kwangu na kwako. Tuigeukie kidogo swala ya Mtume tuitizame. Wakati tunaitizama ile swala, alafu pia itizame na likizo ya kwako na ya kwangu kuhusu ibada. Hudhaifa bin al-Yaman radhiyallahu anhu, moja la jambo anatuambia, swalaitu maa Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Moja ya siku niliswali pamoja na Mtume, nilikuta Mtume anaswali, bahati mbaya nikavamia kwa kujua huyu ni Mtume wa Mungu, acha nivamie na mimi nipate kheri ya kuswalishwa naye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema alivamia wala Mtume sallallahu alayhi wasallam, Hudhaifa anasema dhaka lailati, katika usiku mmoja tu ile tukio lingine katika maisha yangu, wala Mtume akasoma surati al-Fatiha mpaka ile wailil maghdubi alayhim wala yakawa na matarajio inshallah baada ya surati al-Fatiha tasoma tu sura katika sura ambayo jinsi ilivyozoeleka. La ajabu kwa kubwa, nasema Hudhaifa bin al-Yaman faftataha al-Baqara, wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kaanza kuisoma surati al-Baqara ambayo ina aya 285. Faqult, Hudhaifa anatusimulia, wewe mwanalikizo ili beba kwako. Hudhaifa anasimulia bin al-Yaman kwa kusema faqult, anasema nikasema katika nafsi ya kwangu, yarka'u inda al-mi'a, wenda Mtume atarukuu katika aya ya 100. Kwa bahati mbaya pamoja Mtume sallallahu alayhi wasallam aya ya 100 kapita, kuonyesha kwamba hajasimama. Aliyopita anasema kaenda mpaka aya ya 285 kwa kisimamo kimoja, haikumtoshekana na pale. Anasema faftataha, ikisha akafungua suratul Nisa. Maana ni sura ya pili tena nyingine anakuja kuibeba. Hudhaifa bin al-Yaman anasemezana na nafsi ya kwake, huenda atarukuu katika aya inayofuata. Kwa Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam akapita, faftataha al-Imran, ikisha akaja Mtume akaisoma al-Imran mwanzo wake mpaka mwisho wake kwa kisimamo kimoja. Wewe nani ambaye sasa walipandikizwa kwamba nishapigika? Tunakuuliza katika Ramadhani kwa siku moja ambayo ulisimama hata kwa risali moja, ndio wewe katika tarawih imamu alao akisoma al-Fatiha
tunahama misikiti ya imamu sasa nataka sifa imamu gani sasa ama yote katika sasa hapana. Maana yake tunataka misikiti ya mwendo kasi ambayo imamu alhamdulillah kwa furaha sekunde chache tarehe imekwisha. Anasimulia Hudhaifa bin al-Yaman haya yote yaliyompata anayatizama, lakini la ajabu zaidi anasema yusalli fi rak'at, zote sura tatu zikaswalishwa katika rakaa moja. Hudhaifa bin al-Yaman anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaiendea rukuu ambayo anasema na yenyewe pia ilirukuiwa kwa mfano wa kisimamo kile kile kama kule kutumia dakika 200, na katika rukuu dakika ni zile zile, lakini hapakutosekana ama paliposema sami Allahu liman hamida, tumezoea kusema rabbana mil as-samawati la akhir, lakini tuambizane kwa faida ya khutba. Mtume sallallahu alayhi wasallam moja ya siku anaswalisha na nyuma kuna maswahaba, ama aliposema sami Allahu liman hamida alisikia kelima kinatamkwa nyuma tunasema rabbana wa lakal hamd hamdan kathira tayyiban mubaraka fihi ila akhir salati wa fika wa assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa qama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa Mtume akasimama kuuliza nani alitamka hayo maneno. Kila mmoja sasa ikawa anajibana hataki kumtaja na mwenye tukio lake hataki kumtaja. Tumekauliza tena ni nani alitamka maneno hayo? Manake mtu anahisi huenda nimekosea, Mtume asikia kanihukumu. Hakuna lolote. Tumekauliza tena, yule bwana mkubwa akasema ya Rasulullah, ana mimi ndo nilosema, lakini leo kama nimekosa basi naomba radhi kwako na kwa Allah na naomba Mungu asamehe. Akamwambia hujakosea. Bal ra'aytu jama'atan min al-malaikati qad nazalu, kwa hakika wakati ya maneno anatamka rabbana lakal hamdu hamdan kathira alafu tayyiban mubarakan fihi, nimeona kundi kubwa la malaika linashuka mbinguni kuja kuyagombania maneno hayo. Haya maneno mkiweza kila mmoja wenu akrem, shikeni haya, tumieni sahaba zangu msiache, kuonyesha kwamba sio tu rabbana milka samawati, zote unaweza ukatumia au ukachagua moja, rabbana lakal hamdu hamdan kathira tayyiban mubaraka fihi. Sasa hapa nasema pia tulipokuja samia Allah, samia amesikia, Allah Mwenyezi Mungu, liman kumsikia yule ambaye hamidahu amemhimidi. Pia tulitumia muda ule kama ule muda mrefu wa kile kisomo, na kama tulivyotumia katika rukuu. Walipokwenda sijida kadhalika hali ni ile ile. Mwanalikizo baada ya Ramadhani, wakati unataka kujipa likizo kuhusu ibada, tafakari, je, ibada zako zilimfikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Wote nalalama kwamba nishapigika sana, nishakesha sana. Je, unapata kisimamo kama chake Mtume? Ama maeneo matatu ya mwisho tumalize hutuba yetu kwa kusemezana. Mtume katika qiraa yake anasema fa idha marru au idha marru bi ayati tasbiha sabbaha, katika kule kusoma kwake akikuta aya inaashiria kumtajia Mungu, kwa mfano fasabbih bihamdi rabbik, yako maneno hayo katika Qur'an, msabihi Mola wako. Eneo lile Mtume anatulizana, anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa idha marru suali, akikuta pahala kama ishara ya kutakiwa kuomba, saala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaomba. Lakini haikutosha, anasema wa idha marru bita'awudh, akikuta pahala panapotakiwa kujikinga mfano na moto au adhabu au kitu kingine chochote, anasema sallallahu alayhi wasallam yata'awwadh, ilikuwa anajikinga kwa kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa kuonyesha wana ibada yeyote mpenda kheri hana desturi ya kuchukua likizo, badala yake jitihada zinatakiwa ziendelee kwa sababu ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ama nukta mbili za mwisho. Nukta ya kwanza, Mtume alisikikana anasema maneno mbele ya maswahaba. Moja ya siku alisema kuambia haya maneno yafuatayo katika kilima ambacho alikitamka Al-Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam, sema ni'ma ar-rajul, kama mtataka kujua mtu bora miongoni mwenu nyinyi mlioko mbele yangu. Tunasemezana na watu, akaambia Abdullah ni Abdullah,
huyu ni mtu bora sana. Lakini kwa bahati mbaya, neno niseme ambalo liko mbele yenu, anambia lau kana yusalli min al-layl, angepata ubora lao alikuwa na tabia ya kuhuisha usiku. Alimaliza haya, faqala Sari, mmoja kati ya sahaba akasema, ameni Sari, kana Abdullah baada dhalik. Abdullah katika maneno za watu baada ya kikao cha Mtume, kutoka siku ile aliyoyapata maneno yale, anasema la yanamu min al-layli illa qalila. Abdullah kwa kutafuta ubora hakuwa anaacha kuswali usiku na anahuisha usiku, na kupumzika kwake ni kidogo sana, na usiku mwingi anatumia kwa kusoma Qur'ani, kumwomba Mungu msamaha, kuswali na mengineyo mengi ambayo yako bora. Katika maoni ya mwisho ili mmoja tumalizie kwa kusema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika kilima ambacho alichosema, ya Abdullah, emitieni Abdullah. Alipoitwa akaja mbele yake akasema, ya Abdullah, ewe Abdullah, la takun mithla fulana, usiwe na tabia kama ya fulani. Fulani ambaye nimtolea mfano, kana anasema kana yakunu min al-layl au kana yakunu al-layl, ilikuwa anasimamisha usiku, anahuisha usiku, fataraka al-qiyam, kisha kaacha kisimamo cha usiku. Na sisi ni kutafuta ubora wa dunia na akhera na mafanikio yetu. Baada ya kuisha Ramadhani tusiwe tumeacha, badala yake tuendelezeni ibada kwa kutafuta ridhaa za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atumakinishe katika kupata vifua vizuri vyenye kuweza kuzingatia, lakini Allah atukusha nguvu katika kuchangamkia ibada, na Allah tusamehe madhambi yetu baina yetu na wazazi wetu. Allah malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid. وارض عن الأربعة والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المشارق والمغارب، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ثبتهم بالقول الثابت. اللهم ارحمنا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك الله يا ارحم الراحمين. يا اكرم الاكرمين ان تقبلنا قلبا تقيا نقيا، وان تضيفنا يا غياث المستغيثين. وصلى وبارك على نبينا محمد واله واصحابه وسلم. عباد الله، ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله اكبر.